Bwana, karibu sana katika ripoti za Mwananchi Digital, na niendelee kukushukuru wewe ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu na kuwa miongoni mwa wanafamilia wetu kwa kupata taarifa zetu pindi tu tuziwekapo mitandaoni. Leo Disemba 20 mwaka 2025, taarifa kubwa ambayo tunayo ni kutoka huko nchini Marekani. Jeshi la Marekani limeanzisha shambulio kubwa dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State maarufu kama IS nchini Syria, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa kamandi ya kati Marekani maarufu kama CENTCOM, operesheni hiyo ilihusisha ndege za kivita, helikopta za mashambulizi pamoja na silaha nzito za mizinga. Mashambulizi hayo yalilenga zaidi ya malengo 70 katika maeneo mbalimbali ya katikati mwa Syria, huku baadhi ya ndege zikiruka kutoka nchini Jordan. CENTCOM imesema operesheni hiyo ilitumika zaidi ya silaha 100 za kisasa zenye usahihi wa hali ya juu kulenga miundombinu ya kijeshi ya IS pamoja na maghala ya silaha na maeneo ya maficho ya wanamgambo hao. Akizungumza kuhusu shambulio hilo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani imechukua hatua kali dhidi ya ngome ya IS kufuatia shambulio la kushtukiza lililofanywa na kundi hilo tarehe 13 Disemba mwaka huu katika mji wa Palmyra. Katika tukio hilo, wanajeshi wawili wa Marekani pamoja na mkalimani raia wa Marekani walipoteza maisha. Kupitia taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa X, CENTCOM ilieleza kuwa operesheni hiyo iliyopewa jina la Hawkeye Strike ilianza rasmi majira saa 4 kamili za usiku kwa saa za Marekani, sawa na saa 9 kamili za alasiri kwa saa za Greenwich siku ya Ijumaa. Kamanda wa CENTCOM, Admiral Pratt Cooper, yeye amesema kuwa Marekani haitaacha kuwawinda magaidi wanaohatarisha maisha ya Wamarekani na washirika wao popote walipo duniani. Ameongeza kuwa operesheni kama hizi zitaendelea hadi vitisho hivyo vitakazotokomezwa kabisa. Kwa upande wake, Rami Abdulrahman, mkuu wa shirika la uangalizi wa haki za kibinadamu la Syria, amesema wanachama 5 wa Islamic State wameuawa katika mkoa wa Deir ez-Zor mashariki mwa Syria, akiwemo kiongozi wa kikosi kilichokuwa kinahusika na matumizi ya droni katika eneo hilo. Hadi sasa kundi la IS halijatoa tamko lolote kuhusu mashambulizi hayo, huku vyombo vya habari vya kimataifa vikiendelea kufuatilia kwa karibu matokeo ya operesheni hiyo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amesema wazi kuwa operesheni hiyo si mwanzo wa vita vipya, bali ni ujumbe mzito wa kulipiza kisasi. Ameonya kuwa yeyote atakayewalenga wa Marekani popote duniani atalipwa kwa gharama kubwa, akisisitiza kuwa Marekani itamwinda, itampata na itamwangamiza bila huruma. Jeshi la Marekani pia limetangaza majina ya wanajeshi wawili waliouawa katika shambulio hilo la awali, ambao ni Sergeant Edgar Bantorres Tovar mwenye umri wa miaka 25 na Sergeant William Nathaniel Howard mwenye umri wa miaka 29. Kupitia mtandao wa Truth Social, Rais wa Marekani amesema kuwa Marekani imetekeleza kisasi kikubwa kama ilivyoahidi dhidi ya magaidi waliowajibika, huku akiongeza kuwa serikali ya Syria imetoa ushirikiano wake kikamilifu katika operesheni hiyo. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.